katika mji unaitwa Brockton, ni kama dakika 30 kutoka jiji la Boston. Anaitwa Saz Freeman na ndiye tuliyekuja naye, na yeye ni canon. Nimemuomba anisaidie katika masuala ya logistic nje ya nchi. Tunapoongea na marafiki, tunapoongea Tanzania katika vikao na maaskofu, tunapoongelea mambo yetu tukiwa nje ya nchi, basi yeye ni kama katibu wangu tukiwa kule, na ananisaidia mambo ya logistic, hapa tufanye nini, hapa tufanye nini, tukamuone nani na vitu vya nchi. Anawasalimu sana. Nilete salamu zingine mpya kutoka kwenye chama cha watawa kule Georgia, ambapo tulikuwa na kikao maalum cha retreat. Wana shirika moja kubwa sana, sijawahi kuona shirika kubwa kama hilo. Wamesikia habari zetu, wamependezwa na sisi sana, na hivi wanajiandaa kuja kututembelea na kuja kuona ni sehemu gani pia watafungua kituo cha seminari kwa ajili ya kufundisha watumishi wa kanisa la kesho, kufungua na vitu vingine, lakini pia tuwe na nyumba ambazo zitaandaa wahudumu ndani ya kanisa wakitokea katika nyumba za watawa kama makanisa mengine ya Kikatoliki. Nao pia wametuma salamu nyingi sana. Ndugu zangu, hampo peke yenu. Hizo salamu maana yake hampo peke yenu. Mnaweza mkajiona ni wapweke katika mambo mengi, lakini sio kweli. Na jina la Tanzania linasemwa, wengine wanalisema kwa wivu kwa sasa, wengine wanalisema katika namna ya mshangao. Katika Uanglikana wote Tanzania ni gumzo. Kwa nini ni gumzo? Ni gumzo kwa sababu matengenezo ya Uanglikana hapa ni zaidi. Ndugu zangu, wengi wameanzisha makanisa, wengi Waanglikana, wengi wametoka katika Waanglikana miaka mingi. Kama kuna kanisa ambalo limepoteza watu ni kanisa la Anglikana katika nchi. Angalia makanisa mbalimbali yaliyoanzishwa. Kanisa la Mitume, ukichunguza kwa undani ni Waanglikana. Ukienda AIC, ukichunguza kwa undani ni Waanglikana. Makanisa mengi ya Kipentekoste ukiangalia kwa undani umetokea. Kuna shida kwenye Uanglikana. Lakini hao wote wameshindwa kitu kimoja ambacho sisi tunakifanya. Naomba mnisikilize vizuri sana. Wote hao wameshindwa kitu ambacho sisi tunafanya nini? Nakumbuka nilisema sisi hatuondoki Uanglikana wetu hata kidogo. Sasa niliposema hivi, wengi walitaka tuuache Uanglikana, tuanzishe kitu tofauti. Nikasema hapana, hatuondoki Uanglikana wetu. Kwanza Waanglikana ni watu wa kujivunia sana dini yetu. Mimi sijui kama mnajua, hakuna watu wanaojivunia imani yao kama Waanglikana. Sasa tukasema sisi hatuondoki Uanglikana. Tunachokifanya sisi ni nini? Na baba kuoga, naomba unisikilize vizuri sana. Tunachokifanya sisi ni kwamba tuliamua kutokuitikia Dodoma. Tuliamua kutokuitikia wapi? Basi sasa hatuitikii Dodoma, tunaitikia wapi? Tunaitikia Marekani katika kanisa mama la Anglikana Katoliko. Kanisa Anglikana Katoliko ndilo kanisa lililoleta wamishonari wa Kianglikana nchini kabla ya uhuru. Ni kanisa la Anglikana, narudia tena, ndilo kanisa lililoleta wamishonari wa Kianglikana kabla ya uhuru. Anglikana. Sasa nitalizungumzia hilo zaidi katika agenda
Kwa hiyo sisi tuliamua kwamba tunarudi katika historia yetu sahihi baada ya Uanglikana kuchakachuliwa mno mpaka ukapoteza sura ya Uanglikana. Uanglikana ulichakachuliwa mno mpaka tukapoteza sura ya Uanglikana kabisa. Leo hii ukauliza watu imani ya kanisa, wengine hata wanashangaa kuna maneno tunayasema kwenye imani ya kanisa lakini hawajui maana. Na kitu kingine ambacho Uanglikana tumepoteza utukufu wetu mwingi sana. Nitawatolea mfano mwingine hapa. Tuna shida gani Waanglikana tukiimba nyimbo tunakimbilia nyimbo za tenzi za roho? Niwaulize tu hapo. Tuimbe nyimbo utatamka tenzi namba 9. Hatujui kwamba tenzi za rohoni ni nyimbo zilizotolewa katika nyimbo za Waanglikana. Tenzi za rohoni ni nyimbo zilizotolewa katika nyimbo za fungua kitabu cha tenzi za rohoni, nyimbo yoyote ile, angalia maandishi yake pale juu, utagundua huu wimbo umetoka wapi. Kwa hiyo tenzi za rohoni ni nyimbo zetu. Walichokifanya watu wa tenzi za rohoni na ni kanisa la Mennonite, walichokifanya wao, walichukua nyimbo mashuhuri, wakachagua zile nyimbo katika kitabu cha Waanglikana, zile nyimbo mashuhuri tu, wakaziweka pamoja. Alafu walipoziweka pamoja, sasa si nyimbo mashuhuri, alafu sasa ndo wakawa wanaziimba kwenye makanisa. Na kwa sababu ni mashuhuri, zimekuwa ni nyimbo sasa, hata sio nyimbo za Mennonite tena, ni nyimbo za makanisa yote ya Kipentekoste na tenzi za roho. Sasa leo hii Waanglikana ukiwaambia tuimbe nyimbo katika kitabu cha Kianglikana, wanaanza kutazamana. Utafikiri unaleta dini mpya. Tumepoteza utukufu wetu. Sasa tupo katika kurudisha. Kwa hiyo ni mifano michache. Kwa hiyo ndugu zangu, nimeleta hizo salamu tujue kwamba hatupo peke yetu. Kwa hiyo Baba Askofu Mkuu Mark Havaren na wasalimu sana, na wote katika nyumba ya maaskofu na wasalimu sana, na wanatamani kuja Tanzania kuona haya yanayotendeka. Tunarudi katika utukufu wetu wa kanisa la Mungu. Nitazungumza hilo kwa ndani ili muelewe nini ni wakina nani. Sasa baada ya hayo naomba tusimame. Sasa naona kuna mtu anatezi. Uipe tezi la manga. Episcopal Anglican Media. Maisha yanayohubiri.